runinga ya KTN. Kwingineko mtazamaji, hebu fikiria hivi, umewahi kumtafutia haki mbwa wako? Kulikuwa na kihoja katika kijiji cha Luoka, kaunti ya Siaya, ambacho kiliambatana na vichekesho wakati mwanamume mwenye ghadhabu alimbeba chatu aliyekufa kwenye baiskeli yake na kumfikisha kwenye kituo cha polisi. Mtu huyo mwenye hasira alikosa furaha baada ya kukuta mbwa wake ameuawa na chatu na akiwa karibu kummeza. Kisa hicho ni cha hivi punde kuhusu mgogoro wa wanyamapori na binadamu ambao umesababisha hofu kijijini humo, huku wakazi wengi wakijitokeza kudai wametishwa na chatu. Ann Musungu na taarifa hiyo kwa kina. Wakati shamra za sikukuu zikiendelea katika maeneo mengi, wakazi wa kijiji cha Luoka, Ugunja, kaunti ya Siaya wamegumbika na hofu kufuatia chatu aliyekuwa akivamia makazi yao mara kwa mara akiua kuku na hata mbwa. Hasira ilifikia kilele pale Charles Otieno alipoamua kuchukua hatua na kuripoti tukio hilo polisi. Video inaonyesha jitihada zake za kutafuta haki kwa mbwa wake aliyouawa imesambaa kwa kasi mitandaoni na kuvutia hisia za wengi. Nilitoka huko juu kupata hii python inafukuza mbwa yangu. Ile hasira ilinipata, ilifanya mpaka mimi pia nikuwe mwanaume kama wanaume karibu 10. Sasa vile nilifika pale, hii nyoka kuniona ikanibebea kichwa ikasimama hivi na ikapanua mdomo. Sasa Otieno analitaka shirika la huduma kwa wanyamapori kufika kijijini humo haraka na kuchukua hatua madhubuti, akihimiza maafisa kuwakamata nyoka wote hatari waliobaki. Kwa mujibu wa Otieno, maafisa wa huduma kwa wanyamapori kutoka Siaya tayari waliwasili na kuchukua chatu aliyekufa pamoja na mzoga wa mbwa kutoka kituo cha polisi cha Sigomere. Chenye naweza kuomba KWS wafanye kwa hii area yetu, wakuje wabebe nyani zao, watoe nyani hapa ili tusihangaike na hii python kuhangaisha mbwa zetu. Ama watoe python, wakuje watafute zile zenye zimabaki waende nazo. Hivyo, Otieno pia anaweza pata fidia chini ya sheria ya uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori sura ya 376. Sheria hiyo inaweka mfumo wa serikali kufidia vifo au majeraha ya binadamu pamoja na uharibifu wa mazao na mali yanayosababishwa na wanyamapori, ikiweka wazi wajibu wa serikali kwa waathiriwa wa migogoro ya binadamu na wanyamapori. Ann Musungu, KTN.